eti mimi ni mzee miongoni mwenu, wazee wenzangu, mimi ambaye nilishuhudia mateso ya Kristo na kushiriki ule utukufu utakaofunuliwa, na wasi mulichunge lile kundi la Mungu ulilokabidhiwa, mulitunze si kwa kulazimika, bali kwa hiari, kama atakavyo Mungu. Fanyeni kazi hiyo si kwa tamaa ya fedha, bali kwa moyo wenu wote. Haleluya. Yes, huyu anajiita mzee ambaye anasema yeye ni mzee miongoni mwetu. Yani yeye ni maana kwamba ni mtu ambaye anaonekana ni mkongwe, ni mtu wa enzi hizo. Haleluya. Lakini anasema miongoni mwa hao, maana kwamba yeye ni mzee miongoni mwa hao wazee wengine. Akawa anawasi ambaye yeye alishuhudia mateso ya Kristo na akashiriki, haleluya, eti na kushiriki ule utukufu utakaofunuliwa. Ndipo akasema hivi, na wasi mulichunge, haleluya, lile kundi la Mungu ambalo mulilokabidhiwa. Kumbe wapo watu ambao Mungu amewapa kazi ya kulitunza lile kundi la Mungu ambalo wamekabidhiwa. Eti mulitunze si kwa kulazimika, maana kwamba sio kwa kujilazimisha. Ikiwa umepewa na nafasi ambayo Mungu amekupa ili upate kuhudumu, upate kusimamia, maana kwamba jambo hilo lifanye wala sio kwa kujilazimisha. Yani wewe fanya kwa sababu ni kazi ambayo umefanyaje, umepewa upate kuifanya. Eti hilo kundi mupate kulitunza, haleluya, wala sio kwa kulazimika, bali kwa hiari. Maana kwamba kwa kuamua kwako, sio kama wanakuforce. Wapo watu wengine ambao ili apate kufanya kitu mpaka mforce. Haleluya. So kazi ambayo umeipewa usifanye kwa kulazimishwa, kwa kujilazimisha au kwa kujiforce ili upate kufanya. No, fanya kwa hiari, kwa kuwa ni jambo ambalo Mungu analitaka wewe upate kulifanya. Haleluya. Kufanya kwa hiari, eti kama atakavyo Mungu. So kama atakavyo Mungu, fanyeni kazi hiyo si kwa tamaa ya fedha. Na hiyo kazi itakapofanika, watu waifanye sio kwa tamaa ya fedha. Haleluya. Yes, makanisa mengi leo au watumishi wengi leo kwenye nafasi hii, wao wanafanya vitu kama vile wanalazimishwa, wanajiforce kuvifanya, hawafanyi kama ya kwamba ni kazi wamepewa na Mwenyezi Mungu waifanye. Wao wanapofanya, wanafanya kwa kujilazimisha, na hata watakapofanya wanafanya kwa tamaa, na kwa tamaa ya fedha, au kwa kufanyaje, kwa kupata faida katika utafuta fedha. Hawafanyi kama ni jambo ambalo Mungu anataka wafanyaje, walifanye. Eti mbali kwa moyo wenu wote. So tutakapofanya hizi kazi tuzifanye kwa moyo wetu wote, watu wa Mungu, aso watumishi. Yes, hata wewe Mungu anaweza kukupa na nafasi ambayo yamkini wewe sio mtumishi, lakini kwenye nafasi ambayo yoyote ambayo Mungu amekuweka, inamaanisha kwamba ni kama Mungu amekuweka juu ya kitu chochote, inaonekana wewe ndio upo juu ya baadhi ya vitu vingine, maana kwamba umepewa neema ya kuvicontrol hivyo vitu. Kwa utakapo usimamizi wako, fanya kwa moyo wa upendo, hata kwenye familia, kwa watoto. So fanya kila kitu kwa upendo, usifanye kama unalazimishwa. Haleluya. Kwa hakikisha unafanya kila kitu kwa nini? Kwa upendo, kwa moyo unaofaa. Haleluya. Yes, eti katika mstari wa 3, msiwatawale kwa mabavu hao waliowekwa chini ya ulinzi wenu. So msiwatawale kwa mabavu au waliowekwa chini ya ulinzi wenu. Maana kwamba kumbi wapo watu wanaotawala kwa mabavu, wapo watumishi wanaotawala waumini wao kwa mabavu. Haleluya. So
tumeambiwa tusiwatawale watu hawa kwa mabavu. Na wewe ambaye yamkini wewe sio mtumishi, umepewa na nafasi yoyote kwenye nyumba, au wewe labda umeajiri watu au watu ambao walioko chini yako, usiwatawale kwa mabavu. Wapo watu wanaotawala wengine kwa mabavu, wamuone yeye ndo kiongozi mkuu, yeye ndo meneja, yeye ndo boso. Anawatawala wa watu wengine walioko chini yake kwa mabavu, ili wapate kutambua kwamba yeye ni boss, yeye ni kiongozi. Tawala wale watu walioko chini yako kwa hiari, kwa moyo safi, kwa kuwa hao nao wana nafasi na wao ya kutawala wengine. Kwa unayemtawala wewe, jua na yeye ana nafasi ya kumtawala mtu mwingine. Kwa ni kama vile wewe umemtawala kiongozi wa watu wengine, so haipashi muone kama yeye afai. Kwa maana maandiko yanasema hivi, eti kila mtu amuone mwenzake kuwa anafaa sana kuliko yeye. Kwa kumbe kuna umuhimu sana kumuona kila mtu anafaa kuliko wewe mwenyewe. Haleluya. Tusiwatawale kwa mabavu hao watu. Kwa mtu wa Mungu, tusimame kwenye nazamu. Haleluya. Tusimame kwenye nafasi. Tukiwatawala au watu kwa mabavu, maana kwamba kazi tunayotarajia au jambo tunalokusudia kulifanya litakuwa sio jambo njema. Haleluya. Eti mbali muwe mfano kwa hilo kundi. Kwa badala kuwatawala kwa mabavu, inabidi tuwe mfano kwa hilo kundi. Unawezaje kuwa mfano kwa kundi? Watawale kwa amani, waongoze kwa amani. Yes, haimaanisha kwamba unapowatawala kwa amani, kuongoza kwa amani, inamaanisha kwamba huwezi kuwakemea. No. Hao watu utakaowatawala kwa amani, utakaoongoza kwa upole, ndio sometimes na wao ni wakorofi. Kwa wakati watakukorofisha, kuna wakati watakuuzi, kuna wakati watafanya mambo yasiyofaa. So haimaanishi ya kwamba hauwezi kuwakemea. No. Kwa nafasi ya kuwakemea watakemewa, na kwenye nafasi ya kukemewa wewe na utakemewa, kwa sababu unafanya kitu ambacho kisichofaa. So tupate kutawala katika nafasi inayofaa, sio kwa kukandamiza, sio kwa uonevu, wala sio kwa kushusha kiwango cha mtu jinsi alivyo. No, bali tutawale kwa upendo, kwa katika kuonya, katika kukemea, katika kila jambo tufanye kama Mungu anavyotutaka tufanye, wala sio kwa mabavu. Yani kujitaka. Wapo watu ambao katika makanisa mengi, watumishi wanajifanya wao ni kama kutoka Mungu ni wao, au wengine hawana maana. Mungu ni wa wetu sote. Mungu ni wa kila mtu, na kila mmoja anaweza kaongea na Mungu, na kila mmoja Mungu anaweza kufanya naye jambo lolote ambalo mwanadamu hawezi kulizania. So Mungu ni wetu sote. Hakuna aliyeko kwamba huyu ndio special sana kwa Mungu alafu huyu sio special. No. Sisi zote ni watu wa Mungu. Sema tu Mungu anampa mtu mamlaka ya kuwakilisha watu wengine kuwa chini yake. Haleluya. Lakini haiwapunguzie wale watu kwamba wafai. Haleluya. Ni kama anawapa kiongozi wa kuongoza wapate kutembea katika mstari. Kuna wakati wataenda njia isiyofaa, ili huyu kiongozi apate kufanyaje? Kuwaweka katika misingi inayofaa. Haleluya. Kwa tusiwatawale kwa mabavu watu hao, tusiwatawale kwa mabavu, ili tuwe mfano kwa hilo kundi. Haleluya. Yes, katika mstari wa 4, eti na wakati mchungaji mkuu atakapotokea, nyinyi mtapokea taji ya utukufu isiyofifia. Umeona? So na yule mchungaji mkuu atakapotokea, ndipo hao ambao wachungaji wadogo watapokea taji. Umeona? Ndipo watapokea taji ya utukufu isiyofifia, maana kwamba isiyoyeyuka, isiyokufa, isiyoharibika. Kumbe kuna mchungaji mkuu. Kumbe kila mmoja aliyoko mahali hapa, hata kama una kiongozi, huyo kiongozi kuna mchungaji mkuu zaidi, ambaye huyo ndiye ana control kila mtu, na kila anayemkosea huyo mwazibu. Haimaanishi wewe ni nani,
wewe ni nani. Haimaanishi una cheo gani, haimaanishi wewe ni nani. Kwa huyo mchungaji mkuu, yeye hukumu kila mtu, wazibu kila mtu, kwa nafasi ya kuua, kwa nafasi ya kubariki na anabariki. So inatufaa sote tutembee katika utakatifu Mungu anaotaka. Inatufaa sote tushike mapenzi ya Mungu. Hakuna mtu ambaye huyu ndo anafaa kuregeza mapenzi ya Mungu, alafu hao ndo wanafaa kushikilia sana mapenzi ya Mungu. No. Kila mmoja anapambania nafsi yake. Kwa kila mmoja asiposimama kwa nafasi yake atangamia vile vile. Haleluya. So tusimame kwa nazari ili tukapate kupata ule utukufu usiofifia. Bwana tuwe sana. Ndipo akasema katika mstari wa 5, kadhalika nyinyi vijana mnapaswa kujiweka chini ya mamlaka ya wazee. So hapa wanageuka sasa. Vile vile kwa nyinyi vijana mnapaswa kujiweka chini, sawa, ya mamlaka ya wazee. Maana kwamba inabidi nyinyi mpate kuzitii zile sheria ambazo wazee wanawafunza. Yes, kwa mfano tunahubiri neno, kwa inabidi mnyenyekee kulisikiliza lile neno na kulipokea. Kwa mtumishi au mtu aliyeko juu yako anapozingatia na kusimamia na kuwajibika katika misingi inayofaa, na wewe anayejitabisha kwa ajili yako au kuwajibika kwa ajili yako, so na wewe inabidi ufanyaje? Upate kupokea kile anachowajibikia kwa ajili yako. Kwa inabidi mpokee, mjiweke chini ya mamlaka ya wazee. Haleluya. Eti nyinyi wote mnapaswa kuwa na unyenyekevu. So nyinyi wote mnapaswa kuwa na unyenyekevu, mpate kushirikiana. Maana maandiko matakatifu yasema Mungu huwapiga wenye majivuno. So nyinyi wote inabidi kunyenyekea. Kwa inabidi kunyenyekea. Inabidi kunyenyekea na kutii yale ambayo mnayofundishwa. Ni kweli kiongozi ameambiwa asifanye 1, 2, 3 kwa walioko chini yake, na nyinyi mlioko chini yake mnapaswa kuyatii sasa yale ambayo anayowaelekeza, anayowaambia. Hapa kuna swala ya uonevu, nono. Ni kila mmoja kujitambua, kusimama kwa nidhamu yake. Wewe uliyeko chini uwezi kumuonea aliyeko juu, na aliyeko juu hawezi kuonea aliyeko chini. Mbali ni kila mmoja apate kuwajibika kwenye nafasi yake. Huyu aliyeko juu anatimiza wajibu wake kama maagizo aliyopewa yeye aliyoko juu, na wewe uliyoko chini unapewa maagizo yako ya kuwajibika kama wewe uliyoko chini, ili haya mambo yawe sawa. So hata kwenye nyumba, kwenye familia, mahala popote umeajiri watu, iwe hivyo. Kwa sababu ikiwa wewe ni bosi, umeajiri watu, jua kuna bosi wako mkuu. Haleluya. Yamkini umejiajiri, lakini Mungu ni bosi wako mkuu. Huyo Mungu ana maamuzi yoyote kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya uchumi wako, kwa ajili ya utajiri wako. So hakikisha unawahudumia watu walioko chini yako vizuri, na walioko chini yako na wao wanakusikiliza vizuri, ili mnachokifanya kipate kwenda kiusawa sawa. Haleluya. Kwa inabidi tunyenyekee na kushikamana, kushirikiana katika kila jambo, kama maandiko matakatifu yanavyosema, kwa kuwa Mungu wapiga wenye kiburi au wenye majivuno. Kwa wale wote wanaojivuna kwamba Mungu anafanyaje? Mungu anawapiga. Eti lakini wajalia neema wanyenyekevu. So Mungu anapowapiga wenye majivuno, wajalia neema wanyenyekevu. So kwenye swala la unyenyekevu, tujifunze kunyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu. Tunyenyekee, usifanye kitu kwa sababu, haleluya, kwa sababu mchungaji amesema, kwa sababu muumini amesema. No, fanya kitu kwa sababu Mungu amesema. Ukimwangalia mwanadamu ni kama vile unatoa utukufu wa Mungu unampa mwanadamu. So unapofanya agizo la kimungu usilifanye kwa kumtazama mwanadamu. Unapopokea agizo la kimungu usilipokee kwa kumtazama mwanadamu, bali lipokee kwa kutazama utukufu wa Mungu. Ndipo jambo hilo litakuwa na maana mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu utakapopokea jambo lolote kwa ajili ya kumtazama mwanadamu, maana kwamba ni kama unatoa utukufu wa Mungu unampa mwanadamu, unatoa sifa ya Mungu unampa mwanadamu. Haleluya. Sisi ni chombo, sisi ni vyombo tu.
Sisi tulioko mahali hapa ni vyombo ambacho Mungu anaweza kutumia chochote. Asipokutumia wewe, anaweza kutumia chochote, hata kilichoko mtaani. Kwa sisi ni watumishi, sisi ni wafanyakazi ambao Mungu anatutumia. Ndio kwa maana watu wanajipa majina ya ajabu. Watu wanataka majina yao yatukuzwe. Yaani unakuta mtumishi amejikabidhi jina fulani hivi, amejipa jina, ile jina tunataka litukuzwe. Usipomwita hilo jina, yeye anaona kama ametolewa katika kiti cha enzi, amewekwa chini. No. Hayo ni majina. Uishi, uchungaji, haleluya, hayo ni majina. Uinjilisti ni majina, uumini ni majina, lakini kuna mtu ambaye anayefaa kuheshimiwa kuliko hayo majina. Hayo majina si chochote, ni majina tu, ni vyeo tu ambacho leo unacho, anaweza kapewa hata mtu yoyote. Kwa watu wa Mungu, tufanye kila kitu, tupokee kila jambo kwa kutazama utukufu wa Bwana. Haleluya. Kwa kutazama utukufu wa Bwana. Fanya kila jambo kutazama utukufu wa Bwana. Haleluya. Bwana tuwe sana. Kwa tujitahidi sana. Tujitahidi sana. Bwana apate kutuwezesha. Eti basi nyenyekeeni chini ya mkono wa enzi wa Mungu ili awainue wakati ufao. So tunyenyekee chini ya mkono wa enzi, yani ya Mungu. Mwaona, ili atuinue wakati ufao. Ili tupate kuinuliwa, inabidi tunyenyekee katika ufalme, sawa, katika enzi za Mungu, katika utukufu wa Mungu, ili tupate kuinuliwa. Tunyenyekee, watu wa Mungu. Nyenyekea, tii sheria, tii neno la Mungu. Tii neno la Mungu. Tii maagizo unayoambiwa. Usitii kwa sababu ya yule anayekwambia. Wapo watu wanakuja ibadani kwa sababu nisipoingia ibadani atanionaje? Siku hizi baada ya wiki mbili nisipoingia kwenye ibada nitaondolewa labda kwenye group. Mtu anaanza kuja kwa ajili ya kutupaka mafuta. Unatupaka mafuta sisi ili weje? Kumbuka unachokitafuta hapa. Wewe unasema sana. Mahali hapa hakuna mtu anayekuja kupoteza muda hapa kwa ajili ya mtu mwingine. Kila mmoja anakuja hapa kwa ajili ya kupambania nafsi yake. Hata kama una mkeo mahali hapa au una mumeo mahali hapa, lakini jambo ambalo la msingi unapaswa kulijua. Unakuja hapa kutafuta uzima wa milele, sio kwa ajili ya mkeo wala mwanao, wala sio kwa ajili ya mumeo. No, wala sio kwa ajili ya baba wala mama wala kwa ajili ya familia. Unakuja kutafuta uzima wa milele kwa ajili ya nafsi yako mwenyewe. So kama unakuja hapa kwa ajili ya kuwadanganya watu ili wakuone ya kwamba naona ingia kwenye ibada au unafanyaka jambo fulani, so unajitesa mwenyewe. Yani kama vile unajidanganya mwenyewe. Kumbuka sisi hatutakuona, lakini unapaswa kuogopa yule anayekuona, ndiye Mungu tunayemtumikia. Sasa why? Mwanadamu ni nini? Atakufanya nini mwanadamu? Maana hata nikijua usipoingia kwenye ibada mimi sitakufanya chochote, lakini unifanyie mimi ibada. Kwa jambo lolote unalolifanya katika ufalme wa Mungu, unifanyie mimi. Umfanyie mtu yeyote mahali hapa, unajifanyia wewe mwenyewe. So ni kama vile unajipunguzia katika akiba yako mwenyewe. Haleluya. Bwana tuwe sana. Mtu wa Mungu, tusimame, tumtazame Bwana, tulitii neno la Mungu, tutazame msalaba, ili safari tulionayo tukapate kuimaliza. Jana nilikuwa na tafakari, haleluya, nikaandaa mpaka meseji nikataka kuituma na nitaituma. Tulikuwa wengi sana kwenye kundi hili, tulikuwa wengi sana, lakini leo angalia tulivyobaki. Wapo waliotolewa kwa kutokutii sheria ya kanisa, na wengine Mungu aliwatoa wenyewe, na wengine walijitoa wenyewe. Haleluya. So kwa wakati huu haipashi tena tuendelee kupungua, inabidi tuendelee kuongezeka, tuendelee kushika neno la Mungu, kwa sababu usiposhika neno la Mungu, usipompendeza Mungu, maana kwamba huwezi kukaa sehemu ambapo Mungu alipo. Mungu ni mtakatifu. Inabidi tuendelee kujichunguza na kukaa katika njia takatifu, tuendelee kuongezeka wala sio kupungua. Haleluya. Mwambie Bwana niwezeshe. Tuingie kwenye maombi, mwalike Roho Mtakatifu. Mwambie Bwana niwezeshe kila jambo ninalolifanya nisifanye kwa ajili ya watu wanione. Kama unafanya kwa ajili ya watu, ni kama vile unapaka mafuta
kwenye mgongo wa chupa. Unafanya unafiki, unajifanyia unafiki mwenyewe. Hakuna atakayemfanyia unafiki hapa atakayekupeleka katika uzima milele, ambaye ana mbingu kukupeleka, ambaye mwenye mbingu ni Mwenyezi Mungu. Kwa utakachojifanyia ni kama unajifungia malango mwenyewe. Simama, 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 simama kwa dhamiri safi. Fanya kila kitu, sio kwa kulazimishwa. Fanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Fanya kwa ajili ukapate ile taji.